Nipo na Clifford Mario Ndimbo, afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Nataka tuzungumze naye kuhusiana na masuala mawili matatu ambayo yametokea huko Rwanda. Bwana, habari yako? Safi, mambo vipi? Safi, pole na safari. Nashukuru Teddy. Ushindi wa jana umefanya Stars leo kutua tunasema kifua mbele hapa nyumbani. Unazungumziaje kwanza magoli 6 na hatujawahi kushuhudia kwa miaka hivi karibuni ushindi wa namna hii kwa Stars? Ya kwanza FIFA Series 2026 imekwenda vizuri licha ya kupoteza mchezo wa kwanza, lakini mchezo wa pili tukamudu kuweza kupata ushindi huo wa magoli 6, lakini pia vile vile tumefanikiwa kupata nafasi ya 3 kutoka katika kundi B. Lakini kitu kikubwa, tulikwenda katika FIFA Series kwa ajili ya kuendelea kufanya maboresho ya kikosi, kuendelea kuimarisha kikosi, kuendelea kuwapa makocha nafasi ya kuangalia ni maeneo gani ambayo yana mapungufu na vitu kama hivyo. Japokuwa kusema kweli kwenye mchezo wa kwanza ambao tulipoteza haikuwa kitu kizuri kwa Watanzania na kila mmoja katika kupoteza mchezo ule wa kwanza, lakini kikubwa ni kilichotuhukumu kusema kweli ni performance yetu ya hivi karibuni, kwamba tulikuwa tuna performance ya juu sana katika siku za karibuni. Kwa hiyo kila mmoja of course alitarajia kwamba kwenye mchezo ule wa kwanza pia tungeweza kuwa katika kiwango cha juu sana na kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo tulipopoteza kila mmoja akawa yuko disappointed, lakini iliwapa nafasi walimu kuweza kuangalia wapo na mapungufu. Kwa hiyo tukaenda kwenye mchezo wa pili wakifanyia kazi mapungufu hayo na tukaweza kupata ushindi huo mkubwa wa magoli 6. Lakini kikubwa kiujumla FIFA Series imetupa nafasi nzuri ya kupata test ya tofauti kwa sababu timu zote ambazo tumekutana nazo zinatoka nje ya bara la Afrika, lakini imetupa nafasi pia ya kuangalia kiufundi zaidi katika benchi la ufundi kuona ni namna gani kikosi kilivyo. Shirikisho, mnaridhika na performance ya Stars kwa hivi sasa? Of course unapozungumzia performance ya hivi karibuni ya national team imekuwa iko juu sana, hilo halina ubishi, na hivi karibuni tumetoka kwenye AFCON na tumeweza kuingia kwenye round of 16 kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania. Kwa ni jambo kubwa, na ndio maana unaona kwamba Watanzania bado wanaendelea kutuhukumu na performance ile ya kwenye AFCON 2025 pale Morocco, lakini tunaamini kwamba kwa namna ambavyo kocha anaendelea kukitazama kikosi, anavyoendelea kusuka kikosi, basi tutaendelea na performance ya juu zaidi kwenye mashindano mbalimbali ambayo tunacheza. Watu wanatamani kuwaona wale wachezaji mbalimbali ambao tulishuhudia wamepewa uraia wa Tanzania wakitumikia timu ya taifa. Unadhani nini ambacho kinafanya wasitumikie timu ya taifa kwa wakati huu, ama kuna taratibu maalum zinatakiwa kufanyika kwanza kabla hajaanza kuitumikia Stars? Swala la nani anaitwa kwenye kikosi, nani haitwi kwenye kikosi ni jambo la benchi la ufundi. Kwa hiyo benchi la ufundi wao wanajua nani ambaye wanamhitaji kwenye kikosi. Kwa hiyo nadhani inapokuja swala la selection tuliachie hivyo. Ndio. Swala la mwisho hili, ikiwezekana unaweza kama ukatolea ufafanuzi kuhusiana na swala la Damaro. Nataka utolee tu ufafanuzi utaratibu wa TMS unavyokuwa, mchezaji anapoingizwa katika ule mfumo anakuwa anasomekaje, na yeye pia Damaro anasomeka kama nani, mchezaji wa Tanzania ama ni kule alipokuwa na vitu vingine? Damaro ni mchezaji wa timu gani? Yupo national team? Hayupo national team, au sio? Na mimi nimetoka kwenye majukumu ya national team, au sio? Masuala ambayo yanahusiana na ligi, bodi ya ligi inashughulikia, kwa sababu unapomzungumzia mchezaji ambaye hayupo kwenye national team maana yake unazungumzia masuala ya ligi. Kwa hiyo masuala ya ligi, bodi ya ligi wanaweza wakazungumza vizuri. Mimi niulize masuala ya national team kwa sababu ndio kwanza nimeshuka na masuala ya national team. Ukinitoa nje ya national team ndio maana nimekuuliza yupo kwenye national team. Ndio, angekuwa yupo kwenye national team ningeweza kumzungumzia kwa sababu nazungumzia masuala ya national team, si ndio? Kwa hiyo niulizeni masuala ambayo yanahusiana na national team. Sawa, basi salamu zako kwa Watanzania wale ambao walikuwa wanawasupport kwenye kile ambacho kimefanyika kule. Of course sisi tunamshukuru kila mmoja ambaye anaiunga mkono timu ya taifa na timu nyingine zote za taifa. Tunawashukuru kwa namna ambavyo wanaendelea kuiunga mkono, lakini pia tutaendelea kuhakikisha kwamba wanaipata ile ladha, wanaipata ile raha ambayo wanaitamani kuipata siku zote. Asante. Siku mwema. Kwenu pia.